Mtazamaji wa Sauti ya Mtaa TV, karibu sana katika kipindi chetu cha leo, kipindi ambacho tutaenda kuzungumzia habari ya makambi. Karibu sana mtazamaji, popote pale ulipo, naomba nitumie fursa hii kukukaribisha katika kipindi hiki cha leo. Langu jina naitwa Shija Juma Mkwanje, kwa nguvu na muda niite mkwanje.com katika kizazi hiki cha .com. Na leo niko na mchungaji wa mtaa ambaye atatupatia mwanga kamili kuhusu kambi letu la mtaa wa Mwaya. Hiyo nitumie fursa hii kuwakaribisha sana, muungane nasi mpaka hapo baadaye tutakaposema bye bye. Mchungaji, karibu sana. Asante sana. Kwa majina unaitwa nani ambaye hakufahamu aweze kufahamu pia? Kwa majina naitwa mchungaji Ananias Paul, ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Mwaya. Asante sana. Mchungaji, tumekuja hapa, kile kilichotuleta ni makambi. Waswahili wanasema hayawi sasa yamekuwa. Na natamani sasa kufahamu, na mtu ambaye anayetutazama anatamani kufahamu, tunapozungumzia kambi ni nini? Kambi ni sikukuu za vibanda kwa mujibu wa maandiko matakatifu ambayo yameamuliwa na Mungu katika Agano la Kale, na akaamuru ifanyike hivyo katika vizazi vyote vya taifa la Israeli na kwa watu wa Mungu. Kwa sikukuu za vibanda hivi vilifanyika katika Agano la Kale kwa taifa la Israeli mara moja kwa mwaka kwa juma moja ndani ya majuma 52. Okay, asante sana. Mchungaji, natamani kufahamu sasa kwa ufupi, kambi hii ni aina gani na imeandaliwa kwa kusudi gani? Kambi haya yameandaliwa kwa ajili ya watu wa Mungu, si waumini pekee wa kanisa la Adventista Sabato, bali watu wote. Ndio maana katika makambi haya tunatarajia kuwa na wageni ambao si Adventista, ambao tayari tunaenda kualika waweze kuhudhuria katika makambi haya. Lakini pia ni kwa ajili ya kupokea utakaso, kwa ajili ya kufanya mapatano, kufanya mapatano na Mungu, lakini pia kutengeneza uhusiano binafsi wa mshiriki mmoja au mtu mmoja na Mungu. Ni wasaa wa kupata chemba na Mungu kwa kusalimisha kazi zetu, kusalimisha ratiba zetu zote ambazo tuko nazo katika siku zingine na katika majuma mengine. Kwa juma moja tutakuwa hapa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Mungu tutazungumza naye, tutamwelekeza kile ambacho tunatamani Bwana aweze kutufanyia. Lakini pia jambo la msingi sana, tutaleta vile ambavyo Mungu amekuwa akitujalia katikati ya majuma haya 52 yaliyopita. Kwa hiyo tutakuja na vitu. Asante sana. Hapo mchungaji, katika shughuli nyingi za maisha, kwa nini unapenda kumshawishi mtu atenge muda wake kwa ajili ya kuhudhuria kambi hizi? Ni kwa sababu tunazo shughuli nyingi na kazi nyingi na mambo ni mengi huko duniani. Pasipokuwa na pumziko, akili zetu kiafya tu si salama. Kwa Mungu wetu anatupenda, ametuumba, nafahamu mifumo yetu ya mwili inahitaji pumziko. Ndio maana akaamua kutupatia juma moja kati ya majuma 52 kwa ajili ya kupumzika, kutulia miguuni mwake, tukila neno la Mungu, tukijifunza kama alivyotupatia siku moja katikati ya siku 7 za juma kwa ajili ya kujifunza na kumwabudu yeye na kupumzika. Kwa ni kwa ajili yetu, si kwa ajili ya Mungu, ni kwa ajili yetu, kwa ajili ya afya, lakini pia kwa ajili ya mahusiano yetu na Mungu wetu, kwa ajili ya kupata muda wa kufanya utakaso, wa kutakaswa, wa kupatana. Tutakutana na marafiki zetu, tutapata muda wa kuzungumza nao, tutapata muda pia hata wa kuombana radhi, maana huenda tumekwazana mitaani, huenda tumepishana hapa na pale, lakini kwa juma zima tutakula pamoja, tutaimba pamoja, tutakuwa pamoja hapa. Kwa hiyo tutapata muda mzuri wa kupata utulivu na marafiki zetu na familia pia. Tutakuwa tukiwa katika mahema, hatutapanga, hatutokea majumbani, tutakuwa katika mahema yetu. Asante sana mchungaji. Hapo katika makambi tumezoea kuona kupewa taarifa za wanenaji watakao kuja kunena nasi, watakao kuja kunena na mkutano wa watu ambao watakuwa wamekusanyika hapa. Natamani sasa kufahamu kwa mwaka huu mnenaji mkuu atakuwa ni nani, lakini pia wanenaji wengine kama inawezekana, unaweza ukaniambia?
na msikilizaji akajua. Asante. Katika makambi ya mwaka huu mtaa wa Mwaya tunayo makambi ya aina mbili. Aina ya kwanza ni kambi la watoto. Tunao wahudumu wetu, walimu wetu wazuri ambao watakuja. Wa kwanza anaitwa Mwalimu Eriki Mbelinyi. Huyu ni mshiriki wa kanisa la Kihonda, atafika kuanzia kesho. Mwalimu mzuri, mbingu zimempendekeza kwa ajili ya kuja kutuhudumia katika kambi letu la watoto. Lakini pia tunaye mwalimu mwingine anaitwa Nasi na Semba Chuma. Huyu ni mshiriki wa kanisa la Kichangani. Ni Kichangani huko 88 mtaa 88. Tutakuwa naye pia kwa muda wa juma zima akituhudumia katika kambi la watoto. Pamoja na hayo, kwa kambi la wakubwa tutakuwa na mchungaji Hebron Tesha. Yeye ni mchungaji wa mtaa wa Kimamba, atakuwa hapa akisimama kwa ajili ya vipindi kile kipindi cha wakili, akisimama katika kipindi cha wakili pamoja na uongozi. Lakini pia tutakuwa na mchungaji mchungaji Adam Joseph. Yeye ni mchungaji wa mtaa wa Mgeta, atakuwa pamoja nasi kwa muda wa juma zima akisimama katika kipindi kile cha unabii pamoja na imani ya msingi ambayo ni kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kwa muda wa juma zima tutakuwa tukijifunza miguuni mwa Kristo pamoja na hawa wachungaji. Lakini pia tuna habari njema, ndugu mtangazaji. Kwa historia, Mwaya hatujawahi kuwa na kambi lenye historia kama la mwaka huu. Tutakuwa na mwenyekiti wetu wa jimbo, mchungaji Amon Sikazwe, ndiye atakayekuwa mhudumu mkuu pamoja na hao wachungaji ambao nimewataja. Atatubariki kwa vipindi vyote vya huduma kuu, asubuhi pamoja na jioni. Kwa hiyo tutakuwa na ugeni mkubwa. Lakini pia habari njema, pia tutakuwa live kupitia mtandao yetu ya kijamii, kupitia channel yetu, TV yetu ya Sauti ya Mtaa TV. Tutakuwa live, kwa tunawakaribisha kwa ajili ya kufuatilia, then tutashare pia linki wakati mikutano itakapokuwa ikiendelea. Lakini pia tutakuwa live kwa Hope Media ECT, kwa pia tutashare kwa ajili ya kutupatia wale ambao hawatafaulu kufika, ndugu zetu, marafiki zetu walioko mikoani. Asante sana. Nimefurahi kwa sababu umezungumza kwamba makambi ya mwaka huu tutakuwa na ugeni ambao haujawahi kutokea katika mtaa wa Mwaya. Lakini pia tutakuwa na kwaya. Yes. Tutakuwa na kwaya Bigwa. Yes. Bigwa SDA kwaya. Tutakuwa nao wakitubariki, wakinyunyiza katika sikukuu za vibanda. Asante sana. Mchungaji, umezungumzia kwamba safari hii mgeni wetu mkuu au mnenaji wetu mkuu ni mwenyekiti wa conference. Naam. Sasa natamani kufahamu uwepo wake una maana gani kwa washiriki wa kambi la Mwaya, mtaa wa Mwaya mwaka huu? Uwepo wake kwa mtaa wa Mwaya na kwa washiriki wote ni dhahiri ya kwamba viongozi wetu wa conference wanatupenda, wanatujali. Si mjini tu, hata huku Mwaya wanafika kwa ajili ya kutuhudumia. Ni kwamba tunapendwa, tunapata faraja ya kwamba viongozi wetu wakubwa wanaweza pia kuja huku kwa ajili ya kutuhudumia katika sikukuu za vibanda. Okay, asante sana. Mchungaji, natamani kufahamu ni maneno gani muhimu washiriki wanatarajia kujifunza katika kambi hili? Ziko mada ambazo tutakazo kujifunza, ikiwemo ambazo nimejaribu kutaja. Tutajifunza uongozi katika misingi yake na katika historia yake ndani ya maandiko matakatifu kwa muktadha wa maandiko matakatifu. Lakini pia tutakuwa na mada za wakili. Tutajifunza wakili kama mfumo wa maisha ya Mkristo. Lakini pia tutakuwa tukijifunza habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Tumekuwa na mambo mengi na elimu tofauti ya kwamba Yesu atarudi 2031, wengine 2030. Kwa hiyo tutakuja kuchimba kwa undani zaidi ukiwa na wachungaji wetu wabobezi wana teolojia. Tutachunguza pia mada ya unabii inayohusiana na kurudi kwa Yesu na matukio ya siku za mwisho, ili washiriki tuweze kujiandaa. Tutapoyaona hayo tuweze kujua ya kwamba ni dalili za kurudi kwa Yesu. Tusiogope, tuwatie moyo jamii na marafiki zetu ya kwamba Yesu anakuja na hakuna kingine. Okay, asante sana. Mchungaji, katika huduma yako sasa ya uchungaji, ulishawahi kuona mtu amepata mabadiliko ya kiroho katika maisha yake kupitia kambi? Natamani kusikia kwako, ulishawahi kushuhudia hivi?
Naam. Unaweza ukanishirikisha ushuhuda kidogo? Nimewahi kushuhudia, nina ushuhuda mwingi Kidogo tu. katika makambi tunapata kubarikiwa, lakini pia katika makambi tunapaswa kubadilishwa. Waliokuja wakiwa na mitazamo tofauti wamerudi wakiwa na mitazamo mingine. Makambi ni mahali ambapo tunakuja kuponywa magonjwa yetu. Waliokuja na mapepo walirudi wakiwa huru, walikuwa wamefungwa katika vifungo vya nguvu za giza, walirudi wakiwa wamefunguliwa wakiwa huru ndani ya Yesu. Lakini pia waliokuwa wamefungwa katika uraibu wa michezo, uraibu wa ngono, walirudi wakiwa wamefunguliwa ndani ya Yesu na kuanza maisha mapya. Nina ushuhuda. Yupo rafiki yangu mmoja ambaye tuliwahi kuenda naye kambi. Huyu sitamtaja jina. Yes. Alikuwa ana uraibu wa ngono. Kama unavyofahamu, uraibu wa ngono ni changamoto kwa jamii ya vijana. Huyu alikuwa amekwisha kuathirika sana katika uraibu huo, na mara kadhaa tulikuwa tukishiriki naye maombi kwa ajili ya kushinda ushindi huo wa uraibu huo. Alikuwa anatamani kuacha. Alikuwa akifika mahara akieleza hata analia, lakini kwa namna ya ajabu ambavyo shetani yuko serious hakuweza kushinda. Tukaendelea kuomba, tukamtia moyo kuhudhuria katika sikukuu za vibanda. Mara baada ya kuhitimisha alilia sana, tukaomba naye. Alikuja kutoa ushuhuda ya kwamba alipata nguvu ya kumudu kuishi pasipo kuwa tena na uraibu ule. Maisha pasipo zinaa inawezekana kwa vijana. Kwa hiyo katika makambi viko vifungo vingi ambavyo vinafunguliwa. Huo ni mfano tu mdogo katikati ya mifano mingi. Asante sana. Nashukuru sana mchungaji. Tukitazama hapa nyuma tunaona kauli mbiu inasema katika bango letu, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Okay, sawa. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Hii ina maana gani? Tunapomngojea Yesu aje mara ya pili, tunapaswa kumngoja tukienda kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo tunaenda tukimngoja Yesu. Hatumngoji Yesu tukiwa tumekaa, lazima atukute katika shughuli aliyotuachia. Kwa hiyo wanaomngoja Yesu ni wale wanaofanya kazi yake ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi, sio kutazama, ni kufanya wengine kuwa wafuasi wa Yesu. Kwa hiyo tunamngoja huku, tunakwenda tukimngoja. Hatukai tukimngoja, ila tunakwenda tukimngoja. Kwa hiyo tunaenda mbinguni, tunamngoja huku tukifanya kazi yake. Okay. Asante. Mchungaji, ukipewa sekunde 60 kuzungumza moja kwa moja na mtu ambaye anaona kwake kuja kwenye kambi si muhimu sana au anasita sana, hana uhakika wa kuweza kuhudhuria, utamwambia? Karibu sana. Asante. Kwa mtu ambaye anadhani ni salama kwake kuhudhuria katika kambi, ni kwamba kutokuhudhuria kwenye kambi ni mtego, ni njia ya shetani anayoifanya kuwafanya watu wa Mungu wasipate Roho Mtakatifu, kwa sababu kwenye makambi ni sehemu ambayo pekee tutapata nguvu ya Roho Mtakatifu, tutapata ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni sehemu pekee ambapo tutakuja kupata utakaso. Kwa hiyo unapokataa kuja kwenye makambi, unakataa ushirika na Mungu, unakataa kutakaswa na Mungu, unakataa kujazwa na Roho wa Mungu, unakuwa na utapiamlo wa kiroho. Kwa hiyo wote wenye njaa tunakuja kulishwa na Mungu. Kwa hiyo unaweza nichukue mfano huu ya kwamba ni mgonjwa anakimbia daktari hospitalini, anatoka na drip zake, anakimbia, anatoka wodini akiwa na zile kanyula na drip zinaendelea za dawa kuingia, atakuwa hatarini sana kupotea. Ni salama kutulia miguuni mwa Bwana kwa muda wa juma moja kwa ajili ya kupokea utakaso na kwa ajili ya kufanya matengenezo, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza tabia zetu na mahusiano yetu mapya na Mungu, kwa ajili ya kupata nguvu ya kiroho ya kusafiri mwaka mzima. Okay, asante sana mchungaji kwa muda wako.